Wananchi, zoezi hili tulilolitekeleza leo ni wajibu wetu sote kutunza mazingira ya nchi yetu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa msingi huo, ninaungana na kauli mbiu ya tukio hili inayosema uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti, na niwapongeze wote tulioko hapa katika kupanda miti. Lakini kabla sikuja hapa, nilikuwa naangalia TBC, naona mikoa mbalimbali nchini, wilaya mbalimbali zinaendelea na zoezi hili leo 27 ya kijani. Ndugu zangu, mabadiliko ya tabia nchi si hadithi wala maneno ya nadharia, ni uhalisia tunaouona na kuishi nao. Nchi zote duniani zinakabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ongezeko la ukame, mvua zisizotabirika, mafuriko makubwa, kuongezeka kwa kiwango cha joto na kuongezeka kwa kina cha bahari. Kwa nchi yetu Tanzania, athari hizi zinagusa moja kwa moja maisha ya wananchi na ustawi wa taifa kwa ujumla, ikiwemo kadhia ya kukosekana maji safi na salama, lakini pia uchache katika uzalishaji wa chakula, na pia inaathiri afya ya mwanadamu. Upandaji wa miti ni moja kati ya njia mahsusi za kukabiliana na athari hizi, lakini pia mti unaopanda leo na kuutunza leo utaleta mvua siku zijazo, utaifanya ardhi iwe salama kwa uzalishaji wa chakula, itahifadhi vyanzo vya maji na kufanya nchi iwe na maji ya kutosha, lakini pia ni ustawi wa wananchi wanaokuja mbele yetu, wa vizazi vinavyokuja mbele yetu. Ndugu zangu, tunapopanda miti leo, hatufanyi kama ni sherehe tu, bali tunatekeleza kwa vitendo ajenda ya 2030 ya malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs, na hususan lengo namba 13 la kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kupunguza madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuongeza ustahimilivu wa jamii zetu. Vile vile tunatekeleza lengo namba 15 la ajenda za 2030 za SDGs ambalo ni kulinda uhai katika ardhi. Kulinda uhai katika ardhi kwa sababu kupanda miti na kutunza miti ni hatua ya kulinda misitu, kurejesha uoto wa asili, kuhifadhi bioanuwai na kuhakikisha ardhi yetu inaendelea kuwa na rutuba na uhai kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hatuishi hapo pia. Tunapopanda miti, tunatekeleza lengo namba 2 lile la malengo ya SDG ambayo ni food security, au kule imeandikwa zero hunger, kuondosha kutokuwa na chakula. Tunatekeleza lengo hilo pia. Tunatekeleza lengo namba 3 la afya na ustawi wa jamii, sababu kwenye chakula ndiko kwenye afya, lakini miti vile vile ni dawa. Kwa hiyo tunatekeleza lengo namba 3 la afya na ustawi wa jamii. Pamoja na yote, kama nilivyosema, kupanda miti ni kuhifadhi maji. Kwa hiyo tunatekeleza pia lengo namba 6 la clean water katika malengo yale ya SDG. Ukiyajumulisha yote hayo, tunatekeleza lengo namba 1 la SDG ambalo ni kuondoa umasikini. Kama tuna afya nzuri, tuna chakula cha kutosha, ardhi yetu nzuri, tunavuta hewa nzuri, tunafanya vizuri biashara ya hewa ukaa, fedha zinaingia nchini kwa maendeleo yetu, hiyo ni kuondoa umasikini. Kwa ndugu zangu, kwa ujumla, kutunza miti ni hatua ya kulinda uhai wa mwanadamu. Niwashukuru sana katika hilo. Kitaifa, tunapofanya yote haya katika lile lengo la kuondoa njaa, tunatekeleza lengo letu la 1030 katika sera yetu ya kilimo. Yaani itakapofika mwaka 2030, sekta yetu ya kilimo ambao sasa hivi inakuwa kwa 4.6%, tunataka ikue kwa 10%. Yaani tuzalishe, kilimo kizalishe kwa 10% na kichangie vizuri sana kwenye pato la taifa. Vile vile kimataifa, nchi yetu ni sehemu ya juhudi za dunia za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi
kupitia mikataba mbalimbali ya tabia nchi, kupitia mikataba mbalimbali ya kimataifa ikiwemo mkataba wa Paris unaosisitiza nchi kuchukua hatua za pamoja za kupunguza hewa ukaa na kuongeza uwezo wa kukabiliana na athari za tabia nchi. Hapo napo kama nilivyosema, pana biashara, na Tanzania tumeanza kufanya biashara hii, na wilaya zenye misitu mingi zimeanza kufaidika na biashara hii, wanapata fedha na wanafaidika na biashara hii. Mfano mmoja ni wilaya ya Tanganyika ambayo kupitia fedha hizi wanaweza kujenga shule wao wenyewe, wanajenga vituo vya afya wenyewe, na miradi mingine ya maendeleo wanafanya kupitia fedha hizi. Kwa hiyo tukipanda miti kwa wingi, hapa pana biashara ya kutosha kupata fedha za miradi midogo midogo ya maendeleo.